mkuu wa wilaya wa Ilala Edward Mpogolo. Tuko tangu jua linachomoza, tuko hapa uwanja wa Tabata shule kushuhudia mamia na maelfu ya Watanzania wakitazama vijana wao mashujaa Serengeti Boys. Tumepoteza kwenye mikwaju ya penalty. Wewe dhima unayoiona leo hapa kwa mkusanyiko mkubwa namna hii inatoa ujumbe gani kwa taifa na kwa future mpira wa Tanzania? Kwanza naomba nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana waandishi wote wa habari ambao tumekuwa nanyi kuanzia mwanzo mpaka hivi. Nikuwapongezeni kwa sababu nanyi mnatumika kuhabarisha wengine ambao hawakupata nafasi ya kuja hapa. Nyinyi wenyewe mmeshuhudia uwanja huu umefurika, wana Tabata wamejaa na wana Ilala wamejaa kwa wingi sana. Lakini la pili, naomba nitumie nafasi hii kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna alivyosema, na niungane na mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam alivyowekeza kwenye mpira kwa toka ameingia madarakani mpaka sasa ameendelea kuwekeza kwenye mpira. Ndio maana unaona mabinti zetu wa under 20 wameenda World Cup na unaona hawa vijana wetu pia wameenda World Cup. Hivyo unaona ni investment kubwa ambao wameifanya. Lakini pia kwenye hili ambalo limetokea leo hii, Mheshimiwa Rais amewapelekea ndege. Maana yake wakitoka uwanjani wakienda hoteli wanabadilisha, wanaingia kwenye ndege wanarudi kwao, na sisi tuko tayari kwa ajili ya kuwapokea. Hivyo nitumie nafasi hii watatu kuwapongeza benchi la ufundi na kuwapongeza vijana. Wamefanya vizuri. Timu zote kubwa wametoka nazo draw, zote kubwa wametoka nazo draw. Hata leo hii kwenye siku ya fainali wametoka draw ya kufungana bao 1-1. Penalty ni bahati tu, wakati mwingine mguu wako kushoto unaweza ukapata. Hivyo unaona namna gani tuna wajibu wa kuwapongeza vijana wetu kwa kazi kubwa. Lakini nitumie nafasi hii kuwapongeza TFF chini ya kiongozi wetu Rais Karia ambao namna gani wameweza kuwekeza, lakini na Wizara ya Michezo chini ya waziri wetu Paul Makonda namna gani wameweza kuwekeza kwenye timu kama hii. Wito wangu kwa TFF ni kwamba niwaombe TFF waendelee kuwalea hawa vijana vizuri sana, kwa sababu wamecheza vizuri, wamefika vizuri kutoka hapa walipokuwepo. Macho ya watu wengi duniani yamewaona, wanatakiwa kulelewa sana. Kila mtu atawatamani, kila klabu itawatamani. Wakati mwingine vilabu vingi vitawachukua alafu vitawapiga benchi, wanaenda kupotea. Lakini pia managers mbalimbali ambao wanawachukua wachezaji, tuone namna gani kwa wivu mkubwa kuone namna ya kuwachukua wachezaji na kuwapeleka vilabu vingine vya ndani na nje ya nchi ili kuendelea kuwakuza. Huko mbele ya safari, future ya Tanzania ya michezo unaiona miongoni mwa miguu ya hawa vijana. Lakini pia hata uwezo wa akili zao kufanya maamuzi mbalimbali unaona pia ni mkubwa. Hivyo tuna wajibu mkubwa wa kuendelea kuwalinda na kuwatunza. Lakini jambo jingine, tunamshukuru rais wetu, ametoa ndege, ametoa fedha, lakini pia ametusaidia screen hizi ambazo tumeweza kuona kwa watu wengi. Tumekaa pamoja, tumeweza kusherehekea. Leo hii, ndugu waandishi wa habari, ninyi ni mashahidi. Wakati unapigwa wimbo wa taifa, watu walioanza kusimama kuimba wimbo wa taifa sio mkuu wa wilaya, sio mkurugenzi, sio dasi, sio nani. Watu wa kawaida kabisa wamesimama kutukuza wimbo wao wa taifa kwa pamoja na wachezaji. Unaona namna gani michezo kama hii inavyoweza kujenga uzalendo, inavyoweza kujenga umoja na mshikamano. Lakini la pili, leo hii mnaona hapa wakati tunashinda hakuna mtu alikuwa anamuuliza wewe chama gani, wewe dini gani au kabila gani. Kila mmoja aliinuka kwa namna yake kushangilia kwa namna yake. Na hata tulipofungwa goli moja, kila mmoja alisononeka bila kumuuliza chama chake au kabila lake. Lakini hata tulipokosa zile penalty, unaona namna gani michezo inaweza kuwaunganisha Watanzania wote. Kubwa kwenye eneo kama hili, michezo tuendelee kutuletea amani, umoja na mshikamano. Tutakapokuwa na amani, umoja na mshikamano, ndipo michezo hii itaendelea kukua katika nchi yetu. Mheshimiwa, hii ni michuano ambayo inahusisha vijana na shirikisho limekuwa likitoa vijana katika maeneo tofauti tofauti. Katika wilaya hii ya Ilala, ikiwa wewe ndio mkuu, pengine mipango iko vipi kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kuonyesha vipaji? Kwanza nitumie nafasi kushukuru, swali zuri sana. Kwanza ni shukuru Mheshimiwa Rais ametuletea fedha kwenye wilaya yetu. Shule ya sekondari ya Benjamin pale tunaenda kujenga kiwanja cha kisasa cha nyasi. Hivi saizi tutakuja kualika waandishi wa habari mje muone hatua mbalimbali ambazo mmefika, kimekwenda kujenga kiwanja cha kisasa. Lakini pia kuna baadhi ya viwanja ambao tunaenda kuvijenga katika shule zetu za msingi na sekondari. Lakini la tatu, tuko kwenye mkakati wa kuhakikisha kuna baadhi ya shule ambazo tutazichukua au tutazichagua katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kuwa shule za michezo, ili tuweze kutumia nafasi kama sisi halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kufanya mafunzo kwa ajili ya kulelea vipaji vya watoto. Tunatakiwa sisi kama halmashauri kuwa incubator ya kuzalisha vipaji vya watoto kama hawa, ambapo unaweza ukamchagua kutoka shule fulani, shule A, shule B, ukampeleka. Mfano,
umetashumta ya hivi juzi iliyokamilika, halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam imechukua vikombe 19 kati ya vikombe vyote ambavyo vipo. Maana yake pale unaona kuna kipaji. Vile vipaji maana yake tunatakiwa kuvikuza, lakini unavipeleka wapi? Kwa maana yake unapeleka kwenye shule ambayo inakuwa kama incubator, inawalea, inawatotoa, alafu baadaye wale watoto wanaenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya michezo. Hivyo ni dhamira ya halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, na bahati nzuri tulikuwa na mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, tulikuwa na katibu tawala, tulikuwa na wajumbe wa kamati ya usalama, tulikuwa na mheshimiwa diwani, tulikuwa na viongozi mbalimbali, tulikuwa na wananchi. Unaona umoja na mshikamano, wenye viti wa serikali za mitaa, viongozi mbalimbali, waandishi wa habari, wote kwa pamoja tulikuwa tumeshikamana sana. Hivi nitumie nafasi hii kuwashukuru wananchi wote ambao wamejitokeza kuja hapa, niwapongeze na kuwashukuru Watanzania wote waliokuwa wanaangalia kupitia kwenye runinga zao mbalimbali, lakini wale wengine ambao hawakufanikiwa kuangalia kwenye runinga au kwenda huko, lakini walikuwa wanatupitia simu zao kuangalia matokeo mbalimbali. Hivyo tuna kila sababu ya kuwashukuru sana Watanzania, lakini tuna kipekee tunamshukuru Mungu wetu. Ametubeba kutoka mbali tulipoanza, ametufikisha kwenye fainali. Hivyo tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yule wa kwanza anachukua medali na wewe wa pili unachukua medali. Anayekupa medali ni yule yule, anayekuvisha medali ni yule yule. Lakini pia mmeona kiatu cha dhahabu tumechukua si wa Tanzania. Hivyo hatuwezi kusema kwamba tumefeli, tumefaulu, tumefanya vizuri. Tuna wajibu sana wa kujipongeza. Mimi nakumbuka wakati unasoma, mwenzako akipata 98, wewe ukipata 96, unasikitika, lakini wote mmegonga A. Mkienda kusomwa kule juu mnajikuta wote mnaning'inia juu. Wao wananing'inia juu na sisi tunaning'inia juu. World Cup tutakutana. Huko ndio tutakutana Qatar. Ndio tutajizungumza vizuri sisi na wao. Hivi saa hizi mawazo ya huku yameshapita, tunamshukuru Mungu. Saa hizi tunaganga yajayo kuwapokea, lakini pia kumuomba Mwenyezi Mungu huko Qatar tutaelewana vizuri. Katika nchi ambazo zinatoka Afrika, sisi tutawaambia wenzetu kwamba na sisi tuko vizuri. Tulichofanya hapa AFCON twende kufanya World Cup. Asanteni.